Bana, Simba amezindua jezi mpya na unaambiwa kwamba jezi ya Simba ni kama iPhone, huwezi ukaidukua wala kuitoa kopi kwa sababu ina manakshi kibao. Bana, hebu tazama hapo, sikiliza hili alafu tutarejea kuzungumza tena. Jezi ya Simba kama iPhone. Kama iPhone jezi ya Simba. Yaani ukitoa kopi manake huwezi kupatia vitu vyote. Ndio maana yake. Yaani iPhone mambo ile ni drop. Kwanza ina nyuki nyingi. Ushaelewa watu wa mjini. Nyuki ni ule udambu. Yaani jezi ina nyuki hapa, nyuki. Yaani nyuki afu oya so poa. Bonge la jezi, material quality kama iPhone. Oya jezi ya Simba, hiyo nyekundu usiseme. Hiyo nyeupe ndo bala kabisa. Hiyo blue mama. Bana, mambo vipi? Mnyama Simba Sports Club tayari ameshazindua jezi yake kuelekea msimu mpya 2026 2027. Jezi tatu kali za moto ambazo zimetoka, nitakupitisha hapo, lakini nikukumbusha kwamba Simba Sports Club jezi zao wamezizindulia ama wameizindua katika hifadhi ya taifa ya Ngorongoro, na jezi tatu kama ambavyo nimezungumza wamezizindua, na hii ni kuelekea katika kilele cha Simba Day tarehe 8 ya mwezi wa 8 2026, na Simba pia hapo wamesherehekea miaka 90 toka kuzaliwa kwa Simba Sports Club. Bana, jezi tatu za moto za Simba hizi hapa tuweze kuzitazama, alafu nikupe mchongo mzima wa Simba hadi kuelekea Simba Day na michezo ambayo wamecheza pre-season, michezo mitatu, na katika hiyo michezo mitatu wamepata ushindi mchezo mmoja wa jana wa Singida Black Star. Na kwa nini imekuwa hivyo nitakuja kukwambia, na wala si kama Simba ni mbovu, lakini kuna namna ambavyo kocha anajaribu kuweka mifumo, nitakuja kuzungumza kwa nini imekuwa hivyo. Bana, karibu sana. Bana, Simba Sports Club kuelekea kilele cha Simba Day tarehe 8 mwezi wa 8 bana, wamezindua uzi wao mpya kuelekea msimu mpya bana. Uzi upo mitatu ama jezi ni tatu. Kwanza, uzi wa kwanza ni uzi mwekundu bana. Hii ni jezi ya nyumbani ya mnyama Simba Sports Club kuelekea msimu ambao unaofuata 2026 2027. Lakini uzi wa pili ni uzi mweupe. Bana, ni moja kati ya uzi mkali sana. Ukiutazama hapo unauona umedamba nakshi ya kutosha. Lakini pia jezi hii ni ya ugenini kwa mnyama Simba Sports Club kuelekea msimu ambao unaofuata 2026 2027. Uzi mweupe ni uzi wa ugenini. Lakini jezi ya tatu ni jezi ya blue, ambapo hii ni jezi ya ziada ya mnyama Simba Sports Club kuelekea msimu ambao unafuata. Kwa hiyo jezi inavalika popote pale, ni jezi extra ambayo inaweza kuvalika ugenini, nyumbani, hata kwenye mazoezi pia. Kwa hiyo hii ni jezi ya ziada ambayo mnyama Simba Sports Club wameweza kuizindua. Hebu niambie hapo ni uzi upi mkali? Alafu kuna jamaa akazungumza akasema bana, jezi ya Simba ni kama iPhone, huwezi ukaidukua. Hii imekaa vipi? Utaona kile ambacho kimezungumzwa kwa uzuri kabisa. Sasa Simba Sports Club katika pre-season yake amecheza michezo mitatu. Nitakuja nazungumza hili kwa sababu kuna maneno mengi yamezungumza kuelekea pre-season ya Simba Sports Club kule Kigali, Rwanda, ambapo imechezwa michezo mitatu. Kwanza alicheza mchezo dhidi ya Mogadishu FC, lakini pia akaja akacheza mchezo dhidi ya Jamus, akaja akacheza mchezo dhidi ya Singida Black Stars, ambapo magoli yalifungwa 2-1. Magoli mawili yalienda kwa mnyama Simba Sports Club, ambapo goli la kwanza lilifungwa na Ibrahim Dombia, striker jipi kutoka Simba Sports Club, lakini pia la pili likafungwa na Elim Panzu Kibisawala, ambaye huyu hakuwepo toka mwanzo wa kikosi katika pre-season, akajiunga na timu kutoka siku ile ya juzi, siku ya jana. Na sababu ambazo zilielezwa na msemaji wa Simba Sports Club ni kwamba Elim Panzu Kibisawala bwana, yeye alikuwa akisumbuliwa ama kulikuwa kuna kikomo ndani ya taifa lao kutokana na ugonjwa wa Ebola, na hivyo kulikuwa kuna kizuizi ambacho kilimfanya yeye aweze kuchelewa kujiunga na timu pale Zambia. Kulingana na boda ambayo iliyoko pale, kulikuwa kuna vizuizi vingi, huenda wasingekubali, pia angeambiwa aje Tanzania moja kwa moja wamkuta, lakini mambo yakaja kuwa vizuri, taratibu zikakubalika kwa namna nzuri kabisa. Hii ni kuhusiana na Simba Sports Club. Tarehe 8 mwezi wa 8 2026 Simba Sports Club atacheza mchezo wake dhidi ya Tusker kutoka pale Kenya. Huu ni mchezo ambao utakwenda kuzindua
Simba Sport Club ndani ya sherehe yao ya Simba Day, ambapo utakwenda kushuhudia sajili ambazo zimeshushwa na bado unaambiwa kuna sajili za moto ambazo zinakuja. Lakini pia kumbuka, baada ya hapo Simba Sport Club yeye atakuwa na mchezo mwingine na Young Africa tarehe 12 mwezi wa 8 2026. Hii ni dabi ambayo itakayochezwa katika uwanja wa Uhuru, ambapo pia Young Africa hapo ndio uwanja wake wa nyumbani na Simba pia ndio uwanja wake wa nyumbani katika msimu ambao unaofuata. Bana, nimekugusia vyema kabisa kuhusiana na taratibu hizi za mnyama Simba Sport Club, lakini kuna mengi ambayo alizungumza kuhusiana na iriza ya Simba, kwamba iriza ni mbovu na nini. Ule ulikuwa ni mtego wa Simba, zindukeni ya iriza ilikuwa mbovu na walitaka tu waweze kuweka trending na mambo yaingie mjini, na hatimaye hivyo ndivyo ambavyo imekuwa. Mambo yamenyooka sana. Hebu tumsikize jamaa anayesema ya kwamba jezi za Simba ni kama iPhone, huwezi ukatoa kopi. Kwa nini amezungumza hivyo? Huyu hapa tumsikie. Jezi ya Simba kama iPhone. Kama iPhone jezi ya Simba. Yaani ukitoa kopi manake huwezi kupatia vitu vyote. Ndio maana yake. Yaani iPhone mambo ile ni drop. Kwanza ina nyuki nyingi. Ushaelewa watu wa mjini. Nyuki ni ule udambu. Yaani jezi ina nyuki hapa, nyuki. Yaani nyuki afu oya so poa. Bonge la jezi, material quality kama iPhone. Oya jezi ya Simba, hiyo nyekundu usiseme. Hiyo nyeupe ndo bala kabisa. Hiyo blue baba. Oya Jeruti. Oya Jeruti ujue huyu. Mwana huyu Jeruti ujue. Jeruti huyo. Afu Jeruti huyo bora. Jeruti huyo. Oya so poa ujue. Sasa wewe sawa, una timu. Unavaa brandi gani? Timu yako jezi yake inavishwa na brandi gani? Diadola hiyo. Huko Diadola, huko Jeruti, huko Simba Sport Club. Ndani ya chama kwanza ipo hapa ndugu yangu kwa RMB 200 tu. RMB 200 tu. Unaivaa jezi ya Simba RMB 200 tu. Nyama! Unaipata Tanzania nzima, maduka yote ya Jeruti. Lakini hapa Gwanzu unaipata kwa watu wawili tu. Isa Azam na Kibabu. Oya so poa ujue. Oya.